Hello, karibu mtazamaji wangu katika kipindi hiki cha neno lililo hai. Mimi ni mchungaji Deo Lubala wa Weda Life Center. Leo hii nataka tuanze somo jipya ambalo nimelipa kichwa cha habari, faida iliyopatikana pale Calvary. Kuna masuala ya muhimu sana ambayo wewe yatakusaidia na mimi yatanisaidia, na kila anayesikiliza kipindi hiki na kunitazama anaweza kujifunza kitu ambacho ni cha muhimu sana katika maisha yake ya kiroho, kwa sababu kuna watu wengi ni kweli wameweka maisha yao kwa Yesu Kristo kwa sababu walisikia injili kuhubiriwa, lakini hawafahamu mapana na kina cha yale ambayo Yesu Kristo aliyagharamikia pale msalabani na kwa uhalali ni mali yao. Kwa hiyo kupitia somo hili utakwenda kufahamu kitu cha muhimu sana. Utafahamu faida iliyopatikana pale Calvary. Ili kuelewa kwa ukamilifu kazi nzima iliyofanyika pale Calvary, ni muhimu sana uweze kupata mtazamo uliotumika katika Agano la Kale kuhusiana na dhambi na sadaka zilizokuwa zinatolewa kwa sababu ya dhambi hizo. Kwa sababu katika Agano la Kale ili wapate dhambi zao kufunikwa, ilibidi waweze kuchinja mwana kondoo na kumtoa kama sadaka. Makuhani walikuwa wanafanya kazi hiyo, ili maana Agano la Kale dhambi zilikuwa ziondolewe, zilikuwa zinafunikwa. Lakini Agano Jipya kumepatikana ondoleo la dhambi. Sasa hii inatupa picha nzuri, tukianzia na vile walivyokuwa wanatendea kazi utoaji wa sadaka katika Agano la Kale, na jinsi ambavyo Yesu Kristo alienda mahali pale msalabani kama mwana kondoo azichukue dhambi zetu. Itakupa picha nzuri zaidi. Kwa hiyo ningependa tusome katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 12. Tutasoma kuanzia mstari ule wa kwanza na kisha nitaweka msisitizo katika mistari kadhaa huku chini. Lakini mstari wa kwanza unasema namna hii. Unasema, Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja. Mtatwaa katika kondoo au katika mbuzi. Mstari 7, nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu, miguu na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Mstari wa 12, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Mstari wa 13, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari wa 14, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Kitu ambacho nataka ufahamu, haya yalikuwa ni maagizo ambayo Mungu alisema na Musa. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, waambie wana wa Israeli kwamba wafuate maelekezo ambayo nitakupa. Kisha Mungu akampa maelekezo na Musa akawaambia wana wa Israeli jinsi ya kuweza kufanya. Hapa walichokuwa nafanyika ni wakati ule ambapo wana wa Israeli walikuwa wamekaa huko Misri utumwani kwa miaka 400. Na in fact walikaa mpaka miaka 430. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wanashindwa
walikuwa miaka 400 ilipofika bado wakawa na suasua kiasi kwamba wakakaa miaka 430 utumwani. Katika hii miaka 430 waliokaa utumwani walikaa katika mazingira magumu sana. Walikuwa na maisha ambayo yalikuwa duni, unaona? Kwa sababu kupitia maelezo haya tunasoma sasa hivi hapa, utaona ndivyo Mungu alivyoweza kuokoa wana wa Israeli kutoka katika maisha duni aliyokuwa nayo. Ni maisha ambayo yalikuwa ni maisha mabaya sana, kwa sababu miaka 430 ambayo wamekaa ilikuwa ni ya mateso, ya umaskini, ya kudhaliliwa, ya kuteseka na kusumbuka katika mazingira magumu sana, kiasi kwamba mpaka wana wa Israeli wakatoa kilio, na maandiko yanasema kilio kikamfikia Mungu mbinguni. Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli na Mungu ndio akamuinua Musa ili awasaidie wana wa Israeli. Sasa ilipofika wakati ambako Mungu sasa anatoa wana wa Israeli, unaona, baada ya kuonyesha ishara nyingi tu kwa Farao, alipofika wakati anataka kuwatoa, Mungu akatoa maelekezo. Waambie kila familia ilete mwana kondoo, alafu mchinje yule mwana kondoo, alafu akatoa maelekezo damu yake iwekwe kwenye miimo ya milango na katika vizingiti. Anasema kwa sababu nitamruhusu, unaona, anaposema kwamba nitamtuma, maana yake atamruhusu malaika wa mauti apite katika zile nyumba zote, unaona, na akiona ile damu iwe ishara hivyo aweze kusalimika. Ndio anasema mstari wa 13, anasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu. Unaona, Mungu akawatengeneza usalama, akatengeneza ulinzi juu ya maisha yao kupitia ile damu. Ikawa ndio wokovu wa wana Israeli dhidi ya mauti. Na ukisoma mstari wa 14, Biblia inasema na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Kwa hiyo wana wa Israeli ndivyo hata walipoingia katika nchi ya Misri baada ya kuokolewa kwa mkono ulioinuka wa Mungu kutoka katika nchi ya utumwani, baada ya kuingizwa katika nchi ya ahadi ambayo walikuwa maahidiwa, waliendelea kusherehekea sikukuu ya Pasaka, wakikumbuka siku ile ambayo Mungu aliokoa wana wa Israeli kutokana na roho ya mauti iliyokuja kaangamiza kila uzalio wa kwanza wa Misri. Unaona? Kwa hiyo Mungu akawa amewasaidia. Lakini unatakiwa fahamu kitu kimoja, kwamba wakati ulipoamriwa na Mungu ulipotimia, ndipo Mungu kama alivyokuwa amemwahidia Ibrahim, kwa sababu ule wokovu waliopata kutoka katika ile nchi ya utumwa ilikuwa katika ahadi ambayo Mungu alikuwa amempatia Ibrahim. Kama ni msomaji wa maandiko utaelewa tunapokwenda vizuri namna hiyo, kwamba Mungu alikuwa amemwahidia Ibrahim. Alimwahidi Ibrahim kwamba itakapofika miaka 400 nitawatoa kizazi chako kutoka katika mikono ya utumwa. Unaona? Nitawatoa na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Alikuwa amewaahidi. Sasa ilipofika miaka 430 ndio wakatoka utumwani. Walipotoka utumwani wakaishi miaka 40 jangwani. Hatimaye baada ya miaka 40 jangwani kizazi kikaingia na kuirithi ahadi. Walipofika katika nchi ya ahadi wakaendelea kuwa na sherekea, kila mwaka wanasherekea Pasaka. Sasa ukitaka kujua mambo ambayo yalipatikana faida wakati wao wanatolewa kutokana na zile sadaka iliyotolewa, damu iliyomwagika, unaona, na yule mnyama aliyechinjwa, unaona, na ile faida iliyopatikana kwa sababu ya kile kilichotolewa kama sadaka juu yao ili waweze kuokolewa kutoka katika nini, ukisoma katika kitabu cha Zaburi ya 105 utaona kuna faida ambao waliipata. Sasa naomba usome 105, utasoma mstari wa 36 na 37. Maandiko yanasema hivi: akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi malimbuko ya nguvu zao. Malimbuko maana yake wale wazaliwa wa kwanza waliokuwa na wategemea. Unaona, kwa mfano kama ndio wanategemea kupata urithi ni wale wazaliwa wa kwanza, kwa sababu ndio wenye ahadi ya kurithi. Okay? Biblia inasema Mungu akaruhusu wakapigwa wale wazaliwa wa kwanza wa Misri. Unaona, malimbuko ya nguvu zao. Mstari wa 37, akawatoa hali wana fedha na dhahabu katika kabila zao, asiweko mwenye amekukwawa. Ametumia neno kukwawa, lakini ni neno lenye maana aliye mgonjwa. Yaani akawatoa katika ile nchi ya ahadi, katika nchi ya utumwani wakiwa wana fedha na dhahabu, na katikati yao hakukuwepo hata mmoja aliyekuwa mgonjwa.